Na karibu sana katika channel yetu ambayo inajulikana kama Beta Scholars. Here we go. Welcome. Mwite mwenzako, usishindwe kumsogezea huyu mwenzako, kwa sababu tumetengeneza target kubwa ya kuweza kusaidia. Hii content isambaze kama tukaendeleza ili Mungu aweze kukusaidia. Na kwa siku ya leo nimeamua kwanza na kuonesha content mpya ambazo mwanafunzi wa form 5 kwa hii intake ya 2025-2026 ambao wanakwenda kuripoti shuleni mwezi wa 7 majaliwa, basi anatakiwa afahamu vitu gani vya muhimu. Na tumeanza masomo na physics, na Mungu akipenda tunakuja kufanya chemistry, tunafanya na biology, tutafanya na mathematics na masomo mengine. Kwa hiyo tuanze na watu wa physics kwa sababu huu kwa sasa ndio ugonjwa kidogo wa taifa. Physics kila mtu anaiogopa. Watu kibao kukimbia kwenda vyuo vya kati, na maanisha kwenda kusoma certificate na diploma because of physics. Hawataki kwenda kupambana nayo advance, wanaogopa vibaya. Ila haya mambo kiukweli si magumu, huwa yanataka kujifunza mapema, na kisha kujua mapema basi unaenda kupractice, na kisha practice mambo yanakuwa safi kabisa. Sasa according to this current syllabus ambayo inategemewa kwenda kuanza mwezi 7, mwanafunzi wa form 5 kwenye somo la physics ataanza kujifunza topic ya kwanza ambayo tunaita measurement, ambapo ndani ya measurement mwanafunzi atajifunza vitu vikubwa vitatu, ambacho cha kwanza atajifunza dimensional analysis, kitu kingine atajifunza kuhusiana na uncertainties ama errors, and then atajifunza kuhusiana na analysis of strength and weakness of various instruments, ambapo sasa tukianza kwenye kipengele cha dimensional analysis, mwanafunzi ataenda kujifunza masuala mazima ya kwenda kuangalia the relationship exists between a certain physical quantity and the fundamental of basic quantity kuu tatu ambazo ni mass, length and time. Lakini vile vile kwenye kipengele cha uncertainties or errors, hiki ni cha muhimu kwa sababu hakuna measurement inayofanyika pasipo kuambatana na errors. Lazima kuna small deviation inayotokea katika ile measured value na the true value or actual value. So for that case, tunacho expect ni kwamba kwa kuwa tunafanya measurement na kufunza measurement, then we have to know about some errors, techniques na mambo mengine kama hayo. Vile vile tunabidi tujifunze kuhusiana na masuala mazima ya analysis of the strength na weakness za kifaa mbalimbali, analysis of strength and weakness of various instruments. Sasa zamani hapa tulikuwa tunaelekeza vitu vitatu au tunajifunza vitu vitatu kama hivyo kwa sasa, ila kwa zamani ilikuwa ni tunajifunza kuhusiana na physical quantities na mainly tunajifunza zile basic and design. Sasa hivi umeona hivi vitu wanajifunza mwanafunzi wa kidato cha kwanza au wanafunzi wa cha kwanza, so hakuna haja ya mwanafunzi wa 5 kufundisha the same thing kama hii. So wameamua kuondoa physical quantities, wameingiza kipengele cha strength na weakness za various instruments. Alafu kwenye topic ya pili ni hii ambayo ni mpya sasa, zamani haikuwepo kabisa, tunaita scientific investigation, ambayo ndani yake ina vipengele 6 au subtopic 6. Ya kwanza ni methods of investigation in physics. Hapa tunajifunza especially by the way ni njia za uchunguzi wa kisayansi. Hiyo ndio key issue, njia za uchunguzi wa kisayansi. Na expect wanafunzi kufanya practicals, tabidi weke maabara, so lazima mfunze na kupata njia gani za uchunguzi wa kisayansi. Lakini vile vile tutaangalia kuhusiana na scientific methods of investigation ambayo ni hayo, lakini tutaangalia pia masuala ya report zile scientific results. Kwa utafanya majaribio yako, utapata results, so how are you going to report them, tutajifunza hapa. Lakini vile vile tutajifunza kipengele kingine ambacho ni application of ICT in physics. Sasa hapa ndipo kwenye utamu, kwa sababu tupo kwenye dunia yenye level ya juu sana ya teknolojia ya habari na mawasiliano, na siku hizi bahati nzuri ni kwamba shule zetu nyingi sana za private za serikali zina vifaa ambavyo vinaweza kumsaidia mwanafunzi kwenye kujifunza na kupata information mbalimbali za masomo tofauti. So katika somo la physics tutajifunza jinsi gani ya kuweza kutumia science na teknolojia ya habari na mawasiliano kwenye kuweza kupata taarifa sahihi za hili somo la physics. Hapa tutajifunza kuhusiana na search engines, tutajifunza kuhusiana na web, Excel na vitu vingine kama hivyo, ingawa wengine wameshajifunza huko online. Lakini vile tunajifunza kuhusiana na masuala mazima ya conducting research project in physics. Sasa naipenda hii new syllabus kwenye kipengele kimoja kwamba kila topic mwanafunzi anayojifunza anashauriwa kuweza kufanya project. Sasa hapa pana utamu mmoja huu. Unapofanya project, maana yake tunachokitegemea ni kwamba utagain a lot of information. Utakopo uondoka kwenye kukariri na kuelewa, kwa sababu utabidi kuangalia nawezaje nikatengeneza au
think creatively, kwa ubunifu wa hali ya juu kuweza kupata vitu tofauti tofauti ambavyo ni vizuri sana. Then tunaingia topic ya tatu. Topic ya tatu ni motion in two dimensions. Sasa kwa zamani hii ilikuwa inadondokea ndani ya branch of physics ambayo tunaita kama mechanics. Sasa mechanics by the way ni classic physics za zamani sana, ingawaje ndio kutumia dunia yetu leo, lakini tunaibadilisha kuweka katika mfumo wa kimodern zaidi. Sasa hii tunaita kama motion in two dimensions, ambapo ndani yake sasa kwenye motion in two dimensions tunajifunza motion za vitu mbalimbali zikiwa zina move katika dimensions mbili, ambapo kitu kinavyotembea ama kinavyomove unakuta kina move kwa kuwa na horizontal component and vertical component at the same time. So hapo tutakuja kujifunza kitu kama na hii topic, by the way inahitaji uwe na knowledge ya kutosha katika zile topics ambazo umejifunza already. Moja wapo ni application vector. Uwe mzuri sana kwenye application vector. Sasa ndani yake kuna subtopic kubwa 6 zenyewe hapa. Ya kwanza tunabidi tujifunze concept of motion in two dimensions. Tunajifunza concept ya motion katika two dimensions, the concept yake ikoje. Then tutajifunza equilibrant forces on a body. Na hapo kwenye equilibrant forces on a body, kwa kifupi kipengele kiko ndani ya Newton's law kwenye mechanics. Sasa equilibrant forces on a body, hapa tunakuangalia jinsi gani ku solve forces, jinsi gani kuweza kutafuta tunasema force katika one component, endapo tunapo forces katika other component, hizo forces zipo in equilibrium. Kwa hiyo tunaangalia hicho hivyo vitu, tunaangalia kwenye equilibrant forces on a body. Lakini vile vile tunatabidi tujifunze part nyingine ambayo ni tatu, huwa tunaita kama collisions. Sasa collisions hii ni hapa hususan tunataka kuangalia application ya Newton's third law na Newton's second law at the same time. Na mara nyingi hapa pia target kubwa ni kuweza kuiformulate na kuangalia application ile law of conservation of momentum. Kwa hiyo tunaangalia hapa kwenye kipengele cha collisions. Then tutakuja kusoma part nyingine ambayo itakuwa ni part ya 4, tunaita kama projectile motion. Projectile motion. Sasa projectile motion kwa wale ambao ni wageni ambao wamesoma physics ya kawaida na kusoma kuhusiana na engineering science, wanafunzi wanaosoma technical schools, mara nyingi hii projectile motion wanajifunza ndani ya engineering science, ambapo hapa tunapojifunza motion za body zilizokuwa zina move under the influence of gravity. Kwamba nachukua jiwe na rusha, from the moment vile imetoka kwenye mkono wangu liko on air, hakuna force nyingine after upon it zaidi ya force of gravity. Na hapa huwa tunameka assumption ya kwamba air resistance is negligible. Hakuna existence ya air resistance. So kutokana na impact ya air resistance katika motion ya hilo jiwe, ama unachukua mpira una kick the ball, mpira unaenda juu from the moment umetoka kwenye your foot mpaka unarudi kwenye ground again, kuna force nyingine after upon it zaidi ya force of gravity. So hizo motions tutakujifunza ndani ya hii kipengele cha projectile motion. Then kuna subtopic ya 5 ambayo hapa tunaita kama uniform circular motion. Uniform circular motion. Ambacho kipengele cha uniform circular motion sasa hichi kipengele ni kitamu sana. Hapa tunajifunza motion za bodies zinazokuwa na move around the circular path, na not necessarily around the circular path. Sometimes tunajifunza motion of body ita kama iko move around the curved road. Like a circular path not necessarily a complete circle like this, but is kind of like a curve kama hii, lakini tukisema tu extend kwa complete cycle like this. Kwa tunajifunza ndani ya hizi uniform circular motion. Hapa kuna vitu vitamu kweli. Na subtopic ya mwisho ambayo tutajifunza hapa kwenye motion in two dimensions huwa tunaita kama gravitational motion. Tunajifunza gravitational motion, masuala ya motions na hizi heavy bodies kwenye universe na their forces na tokopos na exist between them. Tutaangalia hapa kwenye gravitational motion, lakini vile hapa tutaenjoy kuhusiana na science of satellites. Tutakuja kuenjoy sana hapa, tutasoma kidogo bana Elon Musk na kampuni yake ya SpaceX wanafanya vitu mbalimbali, NASA na wengine kama hao. Then tutaingia katika topic ya 4. Topic ya 4 sasa hapa tunajifunza kuhusiana na rotation of rigid bodies. Tunaangalia motion ya body inayokuwa ina move by the rotation. Rotation ni kitu kinakuwa kina move around through its own axis. Ndio, kwa tunategemea tutakuwa na kitu ambacho kina move around kama kina revolve through its about its axis. Sasa hapa tunaongelea mzunguko wa vitu vinazunguka. Lakini kabla ya kwenda hapo mbali zaidi, lazima tuanze na concept of center of mass. Tutajifunza kuhusiana na center of mass. Then baada ya hapo tutajifunza kuhusiana na moment of inertia. Hasa kwenye center of mass, maana mimi na body yangu ni this is my rod. Sasa nataka niwe kwenye hilo ni center of mass by somewhere here. So tunapoangalia what if nikapitisha my axis of rotation over here. In such a way, hii rod ikana rotate like this, ama ikana rotate kwa kurudi hivi, ama kama hii ndio center of mass yangu,
what if nikaweka hapa axis of rotation, maana hii rodi yangu sasa nataka kwenda hivi ama ikana rotate kwa kwenda hivi. Kwa yote yanawezekana. Kwa hiyo tuna center of mass kwanza, alafu tunaanza kuangalia kuhusiana na rotation ya hiyo body. Lakini vile vile tutaangalia kuhusiana na masuala ya moment of inertia ambayo inakuwa subtopic ya pili. Sasa moment of inertia ni nini? Kwa kifupi, moment of inertia tunapojifunza kuhusiana na ile resistance offered by a certain body kwenye ku make it turn au make it rotate. Sasa kitu tunapokuwa kufanyia mazingira rotate chenye kina offer resistance katika ile state ya change ya machine yake ya being of rest, alafu inataka kupeleke katika kurest katika rotate kwa kina resist kwa maana state rotate. Kwa tunaangalia the measure of resistance of rotating ya bodies mbalimbali inaitwa kama moment of inertia. Lakini vile vile tutajifunza kuhusiana na masuala ya axis theorem of rotating bodies, axis theorem of rotating bodies, ambapo ni axis theorem of rotating bodies. Hapo tunajifunza theorem mbalimbali za kuonesha axis jinsi gani kitu kwenye mfumo wa rotate, na mara nyingi tunajifunza kuhusiana na parallel axis theorem and perpendicular axis theorem tunapoziona baadaye. Lakini vile vile tutajifunza kuhusiana na radiance and duration. Pia tutajifunza kuhusiana na vitu tunapita Tokyo, ambayo hii mara nyingi inawakilishwa na big letter, this one we call it tau. Tunapoziona baadaye ndio tau mchezaji mmoja kwa wale ambao wanafuatilia mpira kuta. So nyingine tunajifunza masuala ya angular momentum na kwa vitu kama hivyo. Then baada ya kujifunza hizo topic kubwa 6, rotation na pia is done. Kwa tumaliza tunaingia katika topic nyingine ambayo ni topic ya 5, tunaita kama fluid mechanics. Sasa ndani ya fluid mechanics tunajifunza nini? Ndani ya fluid mechanics tutajifunza vitu vikubwa 4. Sasa hapa by the way, zamani hii fluid mechanics content zake hii zimechanganyika mbili. Kuna content ziko za properties of matter na kuna content ziko za kitu tunakiita fluid dynamics. Ila sasa hivi wameamua kuipiga chini ile properties of matter na fluid dynamics zimeunganisha kutoka properties baadhi ya properties of matter umechukua na content baadhi kwenye fluid dynamics wameziweka kwenye kitu tunakiita fluid mechanics, ambapo ndani yake tunajifunza the concept of fluid mechanics. What is all about fluid mechanics? After tunajifunza kuhusu masuala mazima surface tension. So zamani hapo kuna surface tension capillarity. Sasa surface capillarity tunajifunza kule level. Sasa mimi tunafundisha kwa advance ile inapiga chini kwa maana tunabakia kwenye mfano ule gani. Ila surface tension kidogo imeingia deep kwa sababu kuna tofauti na surface tension ambavyo ukimpa mtoto wa level anaweza akalia. Kwa hiyo tutakuja kuangalia hapa especially kwenye issue za calculation. Lakini vile vile tutajifunza kuhusiana na Bernoulli principle. Bernoulli principle ndio maana nguli sana, mwanaswati nguli sana alijadili na masuala mazima ya kujifunza the study of fluids, na huyu ndio kusababisha mpaka tumekuja kupata reason how ndege inabana na mambo mengine kama tutakuja kuangalia. Then tutacheki kitu kingine tunaita viscosity and turbulent flow. Viscosity and turbulent flow tutaangalia hapa any kind of fluid, any kind of body ambayo ina move by the way huwa inapata motion. Sasa inapata friction. As long as fluid tunajifunza ikae in motion, then tuna expect tutabidi tujifunze kuhusiana na resistance of that motion fluids ama tunaita friction to the motion fluids ambayo ni viscosity. Kwa tujifunza viscosity, tunajifunza masuala mazima ya turbulent flow. Baada ya hapo tunakuja kwenye topic ya 6. Sasa topic ya 6 inajulikana kama thermal properties of materials. Thermal properties of materials, ambapo ndani yake hapa kuna topic kubwa 4 ambazo ni kuna kinetic theory of matter in solid and liquids. Pia nyingine tutajifunza kinetic theory of gases. Alafu baada hapo tutajifunza heat transfer, njia kwa 3 ambazo ni tunazifahamu. Huwa tuna conduction here, huwa tuna conduction, huwa tuna convection, lakini vile vile huwa tuna radiation kujifunza kule level. Ila huko zinaingia deep kidogo tunafanyia calculations kabisa. Utaenda kuona kuna term nzuri sana. Lakini vile vile tutajifunza kuhusiana na first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Hapo law ziko 3. Kuna zero law, tuna first law itself ambayo ni hii hapa tutajifunza, lakini vile tuna second law. Second law hizo hivyo walikuwa wanasoma watu wa zamani sana. Then tunakuja topic ya 7. Topic ya 7 sasa inajulikana kama vibration and waves. Hasa katika vibrations and waves hapa tutajifunza nini? Kwanza tutajifunza concept of vibrations and waves, ni tetemo. Lakini vile tutajifunza kuhusiana na simple harmonic motion ambapo hii zamani kwa mechanics ambapo sasa hivi imeshatoka imeingizwa kwa ndani ya vibration and waves, and of course it's very good kwa sababu tulikuwa tunapata tabu sana tunaanza kufunza topic ya vibration and waves kwa sababu tunazungumzia vibration lazima tunaenda kuzungumzia simple harmonic motion. So mwisho wa siku tunajikuta tunachukua content ya simple harmonic motion kwenye mechanics tulio kuzungumzia na huko kwa time. Kwa hiyo better
ukazichukua kule kwenye mechanics zote zikani uziondoe kule. Kwa hiyo kingine tutajifunza kusema masuala ya wave motion. Hii hata zamani pia tunajifunza, ndio tutajifunza sound waves, tutajifunza electromagnetic waves, tutajifunza physical optics, tutajifunza Doppler effect. Tutakuja kuangalia vizuri kwa ndani zina vitu gani ndani. Ila hapa kwenye Doppler effect kuna utamu sana hapa tunaangalia zile apparent change katika frequency and wavelength of a wave relative motion kati ya source and that wave and observer. Kuna kitu kingi sana tamu, na ningetaka kuonyesha kwa mbali kwamba kumbuka kipindi kama mambo good observer, kama kuna pikipiki na kuja au barabara inakuja napiga muziki, utagundua from the at the moment unaifence unaokana nayo ile frequency unayosikia au sound unayosikia na tofauti na the moment wakati unaachana nayo ama unapishana na yenyewe imeshakupita, inaendelea safari yake na hiyo inaendelea safari yake. Huwa kuna apparent change katika values of frequency as well as wavelength za hizo waves when kutakuwa kuna relative motion kati ya source of that wave and observer. Then topic ya mwisho ya nane huwa ni electrostatics au sometimes tunaita kama static electricity, ambapo ndani yake huwa tunaanza kujifunza masuala ya electric charge na Coulomb's law of electric forces, then tutakuja kuingia kwenye electric fields, alafu tujifunza electric potential, alafu tumalizia na capacitance. So by doing that topic zinakuwa zimekuwa 8 kamili. Sasa according to our current examination format ya 2019 ambayo inatumika mpaka sasa, upande wa topic za form 5 ziko zinachangia na ziko hivi zinachangia kwenye maswali mengi ya mtandao. Kwa huwa na washauri wanafunzi, hakikisha form 5 unaitumia vizuri sana. Usipoitumia hii form 5 vizuri sana, utakuja kujichosha mwenyewe baadaye kwenye baadhi ya maswali ambayo yanapatikana mtihani ya mwisho. Kwa hizi ndizo content ambazo wanafunzi wanapaswa kufanya. Na kama kuna sehemu kwa ionekana, kama kuna sehemu hujaelewa vizuri kwa just a summary of the explanations zote za his topic, basi usisite kutuandikia kwenye comments hapo ama ucheck kupitia namba za simu zilizokuwa zinapita hapo chini ya video ili tuweze kusaidiana. Alafu baada hapo usikose na wala usije ukaacha kutazama video zinazofuata, sababu video zinazofuata nitaanza kufundisha topic moja baada ya nyingine, notes zake zinapatikana na utakapozipata basi kuna link utaikuta hapo ya Telegram group, kwa utakuja kwenye group utapata hizo notes ambazo kama everybody, na mimi nitakuwa nimeelewa na mimi nitakuwa najua na video sana gani na kile framework. Baada ya hapo wish all the best, tunaenda kwa chao.